Double happen this one. Habari yako mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya KidTech, na leo nitaenda kuonyesha ni jinsi gani unaweza kutengeneza akaunti ya PayPal ambapo unaweza kufanya malipo online, kupokea pesa online, kufanya biashara online, na jinsi gani unaweza kupokea pesa online. Kwa nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii uelewe ni jinsi gani unaweza kutengeneza PayPal account. Lakini pia usahau kusubscribe channel yetu ili usipitwe na video zitakazokuwa zikitoka. Kwanza hapa nitawasha data, then nitaingia kwenye Google Chrome. Ukishaingia kwenye Google Chrome utaandika PayPal. Itakuja kama hivi. Utachagua hii ya kwanza hapa, PayPal ya kwanza. Itakuwa na muonekano kama huu, PayPal yetu. Hasa hapa utabonyeza paka kwenye menu hapa. Utabonyeza hapa kwenye menu. Utashuka mpaka hapa chini pameandikwa sign up. Utaingia hapa palipoandikwa sign up. Hapa utachagua kama unataka ufungue account ya PayPal kwa ajili ya mambo yako binafsi, yani kutuma na kupokea pesa, au ni ya kibiashara. Utachagua kati ya biashara au personal account. Mimi hapa nitachagua personal account, then nita continue hapa chini. Hapa nitakuja hapa mwanzo hapa kuchagua nchi. Hapa kwenye kuchagua nchi Tanzania ipo, lakini ukichagua Tanzania malipo yake yenyewe natumia malipo kwa njia ya Marekani. Kwa hiyo utahitajika utumie PayPal ya kutumia nchi ya Kenya. Hapo utachagua nchi ya Kenya. Hapo utakuja utaandika jina. Mimi hapa labda naandika Jasho, na jina la pili utaandika tena Jasho. Hii ni mfano tu. Utaandika email address yako. Labda hapa mimi nachukua hapa. Utakuja kuandika password. Labda uta confirm. Utakuja uta next. Hapa nakosea. Tayari. Uta next. Hapa pia nakosea hapa.
Ngoja niandike akaunti nyingine. Naam, hapa hivi itakuwa utaingia kwenye ukurasa wa pili. Hapa kwenye nationality utachagua Tanzania, lakini kule mwanzo kwenye nchi, mwanzo kabisa kule utachagua Kenya, lakini hapa kwenye nationality, utaifa, utachukua Tanzania. Hapa kwenye ID, identification number, kuna driver license, national ID na passport number. Hapa kama una kitambulisho cha kura au kitambulisho cha taifa, leseni, passport utaweka, lakini kama hauna utachagua hapa kwenye national ID. Afu hapa utaandika namba zisizo namba zozote zile unazozijua, ziwe 14. Labda ngoja niandike utaanza na T. Afu hapa address line utaandika mkoa unaotoka, labda mimi naandika hapa Arusha, labda Arumeru. Hapa kwenye city tena utarudia kuandika mkoa wako unaotoka. Afu hapa state utaandika nchi. Hapa kwenye post code, kama postal code hauna, lakini kama unayo utaandika inahitajika. Kama hauna utaandika namba zote 5, zisizidi 5 wala zisipungue 5. Date birth hapa utaandika labda hapa kwenye namba ya simu. Kwenye namba ya simu hapa utakuwa unatumia kodi ya Kenya. Kwa hivyo basi wakati unaandika namba ya simu utaandika namba ya simu ambayo inaanza na 7, yani ile namba utaandika namba 9 kwenye zile namba zako za simu, lakini hautoandika 0. Utaandika namba inayoanza na 7 au 6. Kwa hiyo hapa utaandika labda utatia tiki, utabonyeza itaweka tiki, na hapa chini uta confirm. Hapo utakuja uta agree and create account. Hapa utakuwa unakaribia kumalizia kufungua akaunti yako. Basi utakuja hapa palipoandikwa try it now, hapa chini hapa utabonyeza hapa hivi kujaribu kama akaunti imekubali. Hapa itakuletea kitu kama hapa, itakwambia uingize card number. Kama card number unayo utaingiza, lakini kama hauna utashuka hapa chini palipoandikwa card letter, hapa chini link card letter, hapa chini utakuja utabonyeza. Hii hapa link card letter ni kwa yule ambaye hana kadi ya benki au Visa card, Mastercard, Tempo card hana, ndo atatakiwa abonyeze hapo kwenye link card. Hapa na hapa akaunti yako itakuwa tayari imeshafunguka. Hapa kuna kusend, kutuma pesa, kuna request, kutoa na kutumiwa, na kuna wallet hapa. Kama pesa zako zikiingia unaweza kaangalia kwa hapa, utaona hapa chini hapa kiasi chako kitakuwa kinaonyesha kwa hapa. Basi niseme asante kwa kutizama video hii, na kuomba usubscribe hapo chini ili uwe unaona video
zitakazokuwa zikifuata, maana video nitakayotoa inayofuata ni jinsi gani unaweza kutoa pesa ikiwa kwenye PayPal account kupeleka kwenye account yako ya benki au kwenye line yako M-Pesa na maanisha. Kwa hiyo subscribe, bonyeza alama ya kengele hapo, na vile kama vile hujaelewa unaweza ka comment hapo chini, nitapitia comment na nitakufuata DM. Asante.